Nashukuru. Kwa kifupi mimi naitwa Bosco Majaliwa. Nilikuwa niko karibu sana na Hashim, kwa maana kwamba Hashim tumefahamiana muda mrefu sana. Tuliajiriwa wote mwaka 79. Maana sisi na Hashim tulimaliza mwaka 78 form 4. Na wakati ule kama unavyofahamu, ukimaliza form 4 basi wengine wanakwenda direct employment, wengine wanapata nafasi ya kwenda kwenye high school. Kwa hiyo mimi na Hashim tulipata bahati wakati tulikuwa tufahamiani. Mimi nilikuwa nasoma shule nyingine Kinondoni na Hashim alikuwa anasoma Tanzania. Kwa hiyo tukakutana. Kwa hiyo tulikutana kwenye kazi, kwa maana kwamba wote tulichaguliwa kwenda kwenye wizara ya viwanda na tukapangiwa wote urafiki. Kwa hiyo tulifika urafiki, Hashim amekwenda upande wa purchasing na mimi nikapelekwa accounts. Bahati nzuri wakati ule tukapelekwa kwenye chuo. Hashim akaenda kusoma FM, mimi nikaenda nikasoma chuo cha uhasibu DCA. Kwa hiyo kwa kifupi, Hashim kuanzia wakati ule tukawa tuko pamoja na tukawa marafiki wakubwa, tukawa tunajiroa pamoja na tunafanya kazi pamoja. Na tulijenga urafiki kipindi kirefu na urafiki ulidumu. Nakumbuka mpaka mwaka 94 Hashim alipoingia kwenye swala la kuanzisha mashindano haya kuyarudisha Miss Tanzania, na mimi aliniconsult kwamba bwana, kuna hili na hili nimeliongea na nimepata leseni, kwa tushirikiane tuendeleze hili jambo. Kwa kiasi kikubwa sana mwaka 94 nakumbuka tulianzisha hiyo shughuli za Miss Tanzania na mimi nikiwepo, na nakumbuka Miss Tanzania ya kwanza ilifanyika katika hoteli ya White Sands Hotel. Kwa hiyo kuanzia kipindi hicho nimekuwa na Hashim kwa kweli ni kirefu sana. Baadaye akanipromote nikawa katibu wake kwenye Miss Tanzania, na tumekuwa katika kipindi kirefu sana cha mafanikio na pilika mbalimbali. Na kama mnavyofahamu wakati ule Miss Tanzania ilikuwa ni mashindano ambayo kidogo alijizoea sifa kubwa, na tulikuwa tukishirikiana na Baraza la Sanaa la Taifa. Tulifanya kazi kubwa sana na shindano lile lilipelekea kupendwa na wasichana wengi waliingia kwenye mashindano yale, na kama unavyoona sasa hivi wako wasichana wengi ambao walishiriki kipindi kile. Na sisi wakati tunaandaa mashindano yale tulikuwa tuna taratibu zetu, ambazo taratibu zile zilikuwa zinawezesha wasichana kujitambua na kufahamu kwamba wako pale kwa ajili ya kitu gani. Na ndio maana leo hii unagundua au unaweza kuona baadhi ya wasichana wengi ambao wameshiriki katika mashindano yetu basi wamepata nafasi nyingi za uongozi. Kwa maana hiyo, kwa sababu sisi tulikuwa tumelenga kuendeleza hao wasichana na katika lengo kwamba wajitambue na baadaye watashika nyadhifa mbalimbali. Ndio maana leo hii unakuta baadhi yao wengi, hasa ukimwangalia kama balozi. Sasa hivi tuna balozi tuna balozi pamoja vile tunaye mtu kama advocate ambao wote wao katika nafasi za uongozi. Kwa hiyo tulifanya vizuri, lakini pamoja na kwamba tulifanya vizuri, lakini bado tulikuwa na misukosuko hapa na pale katika kuendeleza hili jambo, ambayo pengine kuna mingine tuliyaweza kuyashinda na mingine kwa kweli yalikuwa magumu. Lakini hatimaye tumeona kwamba muda umefika, mwaka 2016 tukasema basi tuachie kijiti kwa wengine ambao watakuwa na mawazo mengine makubwa zaidi ili waendeleze pale. Na 2016 nafikiri tuliweza kuachia mashindano yale kwa binti yetu ambaye alikuwa naye mrembo wa taifa Basila Mwanukuzi. Sasa kija katika maisha ya kawaida, Hashim ni mtu ambaye ni mcheshi, alikuwa ni mcheshi, ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anapenda sana sanaa. Sasa alikuwa mtu mpira sana, na hata sikosea alikuwa ni yuko kwenye friends ya Young Africans, na alifanya mambo mengi sana ambayo ya kijamii kuhusiana na mambo ya sanaa. Na katika uhai wake Hashim alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli alijenga urafiki na watu wengi sana. Lakini kama tunavyofahamu Mwenyezi Mungu naye yupo na anafanya mambo yake. Hashim alianza kuugua mwaka 2021. Alianguka, na baada ya kupata matibabu ilionekana kwamba alipata stroke. Na baada ya kupata matibabu ambayo kwa kweli alipata nafuu, lakini baadaye akapata stroke ya pili ambayo ile nafikiri ndio ilimpelekea kupata kuumwa kwa muda mrefu sana. Na kwa kweli tumepigana, watu wengi wamejitahidi kumsaidia Hashim. Nashukuru sana warembo wa Miss Tanzania wakiongozwa na Hostem, Doris Molel pamoja na wenzao wote, kwa niaba yao waliweza kuchangia matibabu, na kwa kweli walipigana sana warembo wale, na tunapenda kuwashukuru sana. Lakini Mwenyezi Mungu ndio yeye alimleta
na yeye aliamua kumchukua. Poleni sana kwa kumpoteza nguli wa. Asante sana. Nini kinachoendelea mpaka sasa? Kinachoendelea, msiba huko nyumbani kwake hapa Bunju. Haya ni makao yake ambayo baada ya kustaafu yeye na mke wake waliamua kusema kwamba waje kwenye makao mapya, kwa sababu yeye alikuwa anakaa Kimara kwa kipindi kirefu sana, lakini aliamua kuhamia huku baada ya kustaafu mashindano, na kwa kweli hapa ndio huko msiba. Ratiba kama ambapo tumekubaliana na upande wa familia kwamba Hashim, kwa sababu yake mwenyewe aliacha maelekezo hayo kwamba endapo Mwenyezi Mungu atamchukua basi azikwe nyumbani kwake huku Kilombero Kidatu pale, maana pale naye alikuwa na mji wake pale na mashamba yake. Kwa hiyo vile vile Hashim alisema kwamba wakati wa mazishi yake lazima watoto wake wote wawepo. Kwa hiyo imechelewa kidogo kumhifadhi Hashim kama ambavyo dini yao inavyozungumza kwamba hataki kuchelewesha, kwa sababu ile kijana wao mmoja ambaye tunamsubiri sasa hivi ambaye tunategemea atafika kesho asubuhi. Kwa hiyo kesho Jumatatu 22 ndio tutakuwa na utaratibu wa kuweza kuwa na taratibu za mwisho hapa nyumbani kwake, na kutakuwa ataagwa hapa na baadhi ya ndugu na jamaa watapata nafasi ya kumwaga kwa mara ya mwisho, na baadaye jioni, baada ya shughuli zote hizo kuanzia jioni, baada ya kumalizika ataanza safari ya kwenda Kidatu, ambapo Jumanne kwenye muda majira ya saa 4 asubuhi mpaka saa 7 tunaweza kumhifadhi katika nyumba yake ya milele. Mwanae anatoka wapi? Mwanae anatoka Marekani. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.